zitakuwa bayana siri. Tukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kisimamo cha swala ya tarawih. Wale ndugu zangu wanaopenda jogging, tumeletewa jogging ya ibada ambayo ukifanya wewe unapata thawabu, na si jogging nyingine au si mazoezi mengine, ni swala ya tarawih ambayo haipo katika miezi mingine. Swala hii inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Ramadhani ni mwezi wa kufunga saumu, ambapo kila mmoja, mimi na wewe na mwingine, tuko katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mfungo ambao unatutaka mimi na wewe na mwingine tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kuheshimiana, tuishi kwa kusaidiana, lakini tuishi kwa kusameheana, ambapo hilo kila mmoja amelifanya. Lakini mwezi unaotutaka tuache kusema urongo, mwezi unaotutaka tuache majungu, mwezi unaotutaka tuache kufitinishana, mwezi unaotutaka tuache uzushi, kuzua maneno ya urongo. Lakini mwezi ambao unamzuia mtu kula na kunywa tangu inapochomoza alfajiri mpaka kuzama jua. Mwezi ambao unamzuia mtu kumwingilia mkewe au mke kuingiliwa na mumewe katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika mida ya kuchomoza alfajiri mpaka kuzama jua. Ndugu zangu, shahru Ramadhan shahrul Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, kwa sababu as-sawmu wal Qur'anu juz'un la yatajazza. Saumu tunayofunga na Qur'ani ni sehemu moja ambayo huwezi wewe ukaitofautisha, kwa maandiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika suratul Baqara aya nambari 185, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao tumeutumia kuiteremsha Qur'ani. Qur'ani ambayo hudan linnas, ni mwongozo kwa watu wenye kutaka kuongoka, wa bayinatin min alhuda, na katika mwongozo uliokuwa fasaha mzuri, uko wazi zaidi kuliko miongozo mingine ya kitabu cha aina yoyote, katiba ya nchi yoyote na taifa lolote, bali ni mwongozo wa Qur'ani tukufu. Qur'ani ambayo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema fihi naba'un man kana qablakum, kuna habari. Qur'ani ina habari ya umma ulioishi kabla yenu nyinyi, wa khabaru man ba'dakum, na ina habari ya wale walioishi au waliokuwa baada yenu. Hii Qur'ani ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema idh sami'atuhu aljinn, walipoisikia majini hii Qur'ani, qalu, walisema inna sami'na qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia, tumeipulikiza hii Qur'ani, ni kitabu cha maajabu kweli kweli. Yahdi ila rushdi, inamuongoza mtu katika uongofu. Fa amanna bi, sisi majini tumeiamini Qur'ani. Walan nushrika bi rabbina ahada, kuanzia leo hatutomshirikisha Mwenyezi Mungu baada ya kuisikiliza Qur'ani na kitu kingine chochote. Tumekwisha tambua kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Qur'ani hii Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anatuambia huwa hablullahil matin. Qur'ani ni kamba ya Mwenyezi Mungu madhubuti, kamba iliyokuwa ngumu, kamba iliyokuwa ya sawasawa. Lakini anasema man tarakahu min jabbarin kasamahu Allah, yoyote atakayeacha Qur'ani kutumia katika watu viburi, majeuri, wanaojiona wao ndio wao, basi Mwenyezi Mungu atamvunjilia mbali. Yoyote mwenye kuiacha kuitumia Qur'an, min jabbarin kasamahu Allah,
Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, man hakama bihi adala, yeyote mwenye kutumia Qur'ani kwa ajili ya maamuzi yake yoyote katika maisha yake, adala, huyo atakuwa amefanya uadilifu zaidi kuliko kutumia maamuzi ya kitabu cha aina yoyote zaidi ya Qur'ani. Na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akasema, wa man ibtagha al-huda min ghairihi adallahu Allah, na yule mwenye kutafuta uongofu eti aongoke kwa ajili ya kuwatazama watu fulani au kitabu kingine kisichokuwa Qur'ani, adallahu Allah, huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampoteza. Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira anatueleza umuhimu wa kuisoma Qur'ani, umuhimu wa kudarasishana Qur'ani, iwe katika misikiti yetu, iwe katika maofisi yetu, iwe katika sehemu zetu za biashara, iwe katika maidara yetu, popote, wakati wowote, mahala popote unapopata fursa, usishughulike na kitu kingine chochote. Shughulika na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametutaka katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira kwa kusema, majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawakukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitaballah, wakawa wanasoma Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanasomeshana. Kama ilivyo misikiti mingi, ada nyingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu hutumia mimbari zao, majukwaa yao, sehemu zao za misikiti kutafsiri Qur'ani, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanasomeshana kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hao watu waliokusanyika katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asema, illa nazalat alaihim sakina, isipokuwa watakachokipata kwa hiyo amali njema ya kusoma Qur'ani na kusomeshana, watapata utulivu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atawashushia watu hao utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na rehma za Mwenyezi Mungu zitawaenea, wa hafathumul malaika, na malaika watawafunika na mbawa za rehma kuwaombea maghfira hawa watu kwa Mwenyezi Mungu wanaosoma Qur'ani na kusomeshana Qur'ani. Wa dhakarallahu ta'ala fi man inda, wa dhakarahumullahu ta'ala fi man inda, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu hawa wenye kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusomeshana atawataja ni katika watu wake. Ndugu Muislamu, wewe unaonaje leo fakhri kuwa wewe mtu wa waziri tu, mtu wa mkubwa fulani, mtu wa mheshimiwa fulani? Fakhri yako wewe kibinadamu unaonaje? Sasa unaonaje wewe ukawa mtu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huwezi kuwa mtu wa Mungu na ukawa karibu na Mungu wakati unatupilia mbali maneno ya Mungu, ufanyii kazi maneno ya Mungu, huna mpango, huna time na maneno ya Mungu. Huu ni mwezi, ndugu zangu, wa kujitathmini katika saumu zetu na kitabu alichokishusha Mwenyezi Mungu, ambapo ni dhikri kubwa kuliko dhikri za aina yoyote ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuatuambia ndani ya Qur'an, waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yeyote mwenye kupuuza Qur'ani yetu, utaji wetu, basi fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu huyo ataishi maisha ya dhiki, wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama, lakini adhabu nyingine, tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa haoni, kipofu. Qala rabbi lima hashartani ama, atahoji, Mola wangu, kwa nini leo watu wote wanaona mimi sioni? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, hivyo ndivyo wewe aya zetu, Qur'ani yetu, kitabu chetu kilikujilia wewe, fanasitaha, ukakisahau, ukakiachilia mbali. Fakadhalika alyawma tunsa, na wewe leo hii umedharauliwa. Ndugu zangu, umepuuzwa, umedharauliwa. Ndugu zangu, tuhakikishe mwezi huu ni wa kutenda mema,
mwezi wa kuvuna mema. Miongoni mwa mema tunayotakiwa kuyavuna ni kuketi katika darsa za Qur'an, kusomeshana Qur'an, au wewe mwenyewe ukawa ndio uradi wako kila muda, kila wakati, kila saa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Qulu jami'an nastaghfir. Alhamdulillah, innal hamdalillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Ikhwatal a'izza, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه، ومن الذي استعان بك فلم تعينه، ومن الذي استغاث بك فلم تغثه، ومن الذي استجار بك فلم تجره، ومن الذي استغاث بك فلم تغثه. أغثنا يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، أغثنا يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، أغثنا يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما ساحا غدقا ولا تجعلنا من القانتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأقم الصلاة لذكر الله عز وجل.